Bwana, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa. Na hapa kwenye laini moja kwa moja tuko na mjumbe wa kutoka katika bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba, ambaye ndio yuko kule nchini Misri katika mchezo wao ambao wanakwenda kucheza dhidi ya timu ya Al Masry katika kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederations Cup. Bwana mjumbe, habari za saa hizi? Habari salama hapa Misri, mambo yako vizuri. Habari za Tanzania? Tanzania huku tuko salama kabisa. Tungependa kujua na Watanzania kiu yao kujua kwanza hali ya mapokezi ilikuwaje kuelekea katika mchezo huo, kwa sababu tumeona nchi nyingi za Kiarabu zimekuwa na mbinu chafu za kuweza kuwatoa wachezaji nje ya mchezo, hasa wakiwa nje ya uwanja. Tumefika salama na tunamshukuru Mungu, tumefika salama, hakuna kona yoyote ile na hakuna figisu yote ambayo iliyoweza kujitokeza, lakini kubwa ambalo tumekutana nalo ni pale katika uwanja wa airport mji wa Cairo. Pale tumeweza kusindikizwa na gari ya kijeshi. Kumbuke ya kwamba Misri kwa kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na migogoro ya hapa na pale, kwa hiyo wameona bora waweze kutusindikiza na baadhi ya magari ya kijeshi kutoka uwanja wa ndege Cairo, ambao ni mji mkuu wa nchi ya Misri. Na baada ya hapo msafara huo wa kijeshi, baada ya kutufikisha katika hoteli, ndipo huo msafara ukaondoka. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tumekutana nacho, lakini msafara huo haukutusindikiza kwa ubaya, bali walitusindikiza kutokana na machafuko ambayo yaliweza kujitokeza kwa siku za hivi karibuni. Mchezo wao wa dabi kati ya Zamalek pamoja na Al Ahly ulizua taharuki kubwa kweli. Kwa hiyo taharuki hiyo imepelekea kwa kuwa baadhi ya maeneo kuwa na fujo nyingi kweli. Hicho ni kitu ambacho tumekutana nacho na sio kitu cha kushangaza, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo Watanzania wawe na amani, timu yao ya Simba imefika salama na imefika vizuri pasipokuwa na changamoto zozote zile. Bwana, kuna lingine kuhusiana na hali ya hewa, kwa sababu tunajua kwamba tofauti kati ya nchi za Kiarabu zilizopo katika mataifa magharibi pamoja na kaskazini kumekuwa na hali ya hewa tofauti. Namna gani ambavyo hali ya hewa imeweza kwenda kuathiri afya za wachezaji na kuelekea katika mentality ya mchezo huo? Hali ya hewa ni ya ubaridi, hilo hatulikatai, lakini kuwepo kwa hali ya hewa ya ubaridi haiondoi sisi kuto kuingiza timu katika siku ambayo imetajwa tarehe husika. Hali ya hewa ya ubaridi iko vizuri na kibaridi kweli kinapiga, lakini kutokana na idadi ya wachezaji wetu wengi walishawahi kuzitumikia mataifa mbalimbali zenye kaliba ya ubaridi, lakini pia pre-season yetu tuliweza kufika katika nchi mojawapo na pia ina utaratibu ama ina tabia ya ubaridi. Kwa hiyo ukitazama kwa asilimia kubwa ya wachezaji, hiyo hali kwao haiwezi kuwa changamoto, ni changamoto tu ya kawaida, na ndiyo maana tumekuja mapema kuanzia leo Machi 28, kwa maana kwamba tutakaa hapa mpaka mwezi wa 4 tarehe 2. Kwa hiyo siku zote hizo ina maana kwamba hali ya hewa tutakuwa tumeshaweza kuizoea, ndio maana tumekuja mapema leo, na kesho tutaanza seti yetu ya kwanza ya mazoezi, na baada ya hapo mwalimu tutasikiliza ratiba yake itakuwa ipoje, lakini na hakika kabisa baridi haitakuwa ni changamoto kwa upande wetu, kwa sababu tumeshaweza kuzizoea hizo hali ya hewa. Tumefika pale nchini Morocco, kumekuwa na ubaridi. Hapa nchini Misri kumekuwa na ubaridi, kadhalika pale Algeria kumekuwa nchi mojawapo ya ubaridi, lakini nchi zote hizo tumefanya vizuri katika michuano hii ya CAF. Bwana, ukizungumzia Simba sasa hivi ni moja ya timu kubwa sana barani Afrika. Na inasemekana kwamba Al Masry wamezuiwa kwenda kutumia mashabiki katika mchezo huo. Je, hili mmesha kupata fununu nao, ili swali likoje katika ufafanuzi wake bwana mjumbe kutoka katika klabu ya soka ya Simba?
Kuelekea katika mchezo huu hautakuwa na mashabiki. Hiyo ndiyo taarifa ambayo tuliyoweza kuipata tangia tunatoka Tanzania, lakini kipindi tuko Tanzania haikuwa taarifa rasmi, lakini baada ya kufika nchini Misri tumekuja kuthibitishiwa hiyo taarifa kuhusiana kuelekea katika mchezo huo wa robo finali hautachezwa na mashabiki. Na hukumbuka kwamba mchezo huu utaenda kuchezwa moja kati ya viwanja vinavyomilikiwa na jeshi kutoka hapa nchini Misri. Kwa hiyo niwaambie Watanzania, huu utakuwa ni mchezo wetu wa 3 katika michuano hii ya CAF ikiwa ugenini. Tumecheza mchezo dhidi ya Constantine, tumecheza mchezo dhidi ya Afaxien pale nchini Tunisia, Bravo. Yote hiyo haikuwa na mashabiki, lakini huu pia ni mchezo wetu kadhalika ambao hautakuwa na mashabiki. Lakini pia hiyo haitaondoa sisi kubweteka ama haitaondoa sisi kutokwenda kupambana kwa sababu mchezo hautachezwa na mashabiki. Hapana, kwa sababu swala la kuchezwa bila mashabiki ni lingine na kuchezwa na mashabiki ni swala lingine. Kwa hiyo ingawa mshabiki ni mchezaji wa 12 na mshabiki ndiye ambaye anahamasisha timu yake kupata matokeo kwa kadri inavyowezekana, lakini hilo pia haiondoi. Lakini taarifa imekuwa njema kwa upande wetu, kwa maana kwamba tutaenda kucheza wachezaji 22 pasipokuwa na mashabiki. Hiyo ndio advantage ambayo tumeweza kukutana nayo kutokana na taarifa kutoka CAF. Wameweza kututhibitishia hilo, mchezo huu hautachezwa bila ya mashabiki. Kulingana na fujo, kulingana na taharuki zinazotokea hapa na pale, ndipo wenyewe Al-Masry wakaamua mchezo kuupeleka pembezoni kidogo mwa mji, kwa sababu nchini Misri mji mkuu ni Cairo, na mchezo huu tunaenda kucheza katika mji wa Ismailia, moja kati ya viwanja ambavyo vinavyosimamiwa na jeshi hapa nchini Misri. Kwa hiyo wana Simba wakae kwa kutulia, kwa maana kwamba wajue fika huu mchezo hautakuwa na shabiki yoyote ambaye atakaye ruhusiwa kuingia katika mchezo huu wa robo finali, mkondo wa kwanza katika dimba ambalo tunaloenda kucheza. Mji wa Ismailia kwa upande wa Simba sio mji mgeni sana, tumeshawahi kufika hapa na tumeshawahi kucheza kati ya moja timu bora, timu ya Ismailia kutoka katika mji huu wa Ismailia, na Simba kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo Simba katika ardhi ya Misri kwetu sisi sio geni, kwa sababu ni moja kati ya nchi ambayo tunaijua kiundani zaidi. Tumecheza na Al Ahly, bingwa. Hicho ni kitu ambacho tumekutana nacho na sio kitu cha kushangaza, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo Watanzania wawe na amani, timu yao ya Simba imefika salama na imefika vizuri pasipokuwa na changamoto zozote zile. Bwana, kuna lingine kuhusiana na hali ya hewa, kwa sababu tunajua kwamba tofauti kati ya nchi za Kiarabu zilizopo katika mataifa magharibi pamoja na kaskazini kumekuwa na hali ya hewa tofauti. Namna gani ambavyo hali ya hewa imeweza kwenda kuathiri afya za wachezaji na kuelekea katika mentality ya mchezo huu? Hali ya hewa ni ya ubaridi, hilo hatulikatai, lakini kuwepo kwa hali ya hewa ya ubaridi haiondoi sisi kuto kuingiza timu katika siku ambayo imetajwa tarehe husika. Hali ya hewa ya ubaridi iko vizuri na kibaridi kweli kweli kinapiga, lakini kutokana na idadi ya wachezaji wetu wengi walishawahi kuzitumikia mataifa mbalimbali zenye kaliba ya ubaridi, lakini pia pre-season yetu tuliweza kufika katika nchi mojawapo na pia ina utaratibu ama ina tabia ya ubaridi. Kwa hiyo ukitazama kwa asilimia kubwa ya wachezaji, hiyo hali kwao haiwezi kuwa changamoto, ni changamoto tu ya kawaida, na ndiyo maana tumekuja mapema kuanzia leo Machi 28, kwa maana kwamba tutakaa hapa mpaka
mwezi wa 4 tarehe 2. Kwa hiyo siku zote hizo ina maana kwamba hali ya hewa tutakuwa tumeshaweza kuizoea. Ndio maana tumekuja mapema leo, na kesho tutaanza seti yetu ya kwanza ya mazoezi, na baada ya hapo mwalimu tutasikiliza ratiba yake itakuwa ipoje. Lakini na hakika kabisa baridi haitakuwa ni changamoto kwa upande wetu, kwa sababu tumeshaweza kuzizoea hizo hali ya hewa. Tumefika pale nchini Morocco, kumekuwa na ubaridi. Hapa nchini Misri kumekuwa na ubaridi, kadhalika pale Algeria kumekuwa nchi mojawapo ya ubaridi, lakini nchi zote hizo tumefanya vizuri katika michuano hii ya CAF. Bwana, ukizungumzia Simba sasa hivi ni moja ya timu kubwa sana barani Afrika. Na inasemekana kwamba Al Masry wamezuiwa kwenda kutumia mashabiki katika mchezo huo. Je, hili mmesha kupata fununu nao, ili swala liko likoje katika ufafanuzi wake bwana mjumbe kutoka katika klabu ya soka ya Simba? Kuelekea katika mchezo huu hautakuwa na mashabiki. Hiyo ndiyo taarifa ambayo tuliyoweza kuipata tangia tunatoka Tanzania, lakini kipindi tuko Tanzania haikuwa taarifa rasmi, lakini baada ya kufika nchini Misri tumekuja kuthibitishiwa hiyo taarifa kuhusiana kuelekea katika mchezo huo wa robo finali hautachezwa na mashabiki. Na hukumbuka kwamba mchezo huu utaenda kuchezwa moja kati ya viwanja vinavyomilikiwa na jeshi kutoka hapa nchini Misri. Kwa hiyo niwaambie wa Tanzania, huu ni utakuwa ni mchezo wetu wa 3 katika michuano hii ya CAF. Ikiwa ugenini tumecheza mchezo dhidi ya Constantine, tumecheza mchezo dhidi ya Afaxien pale nchini Tunisia, Bravo. Yote hiyo haikuwa na mashabiki, lakini huu pia ni mchezo wetu kadhalika ambao hautakuwa na mashabiki. Lakini pia hiyo haitaondoa sisi kubweteka, ama haitaondoa sisi kutokwenda kupambana kwa sababu mchezo hautachezwa na mashabiki. Hapana, kwa sababu swala la kuchezwa bila mashabiki ni lingine, na kuchezwa na mashabiki ni swala lingine. Kwa hiyo ingawa mshabiki ni mchezaji wa 12 na mshabiki ndiye ambaye anahamasisha timu yake kupata matokeo kwa kadri inavyowezekana, lakini hilo pia haiondoi. Lakini taarifa imekuwa njema kwa upande wetu, kwa maana kwamba tutaenda kucheza wachezaji 22 pasipokuwa na mashabiki. Hiyo ndio advantage ambayo tumeweza kukutana nayo kutokana na taarifa kutoka CAF. Wameweza kututhibitishia hilo, mchezo huu hautachezwa bila ya mashabiki. Kulingana na fujo, kulingana na taharuki zinazotokea hapa na pale, ndipo wenyewe Al Masry wakaamua mchezo kuupeleka pembezoni kidogo mwa mji, kwa sababu nchini Misri mji mkuu ni Cairo, na mchezo huu tunaenda kucheza katika mji wa Ismailia, moja kati ya viwanja ambavyo vinavyosimamiwa na jeshi hapa nchini Misri. Kwa hiyo wana Simba wakae kwa kutulia, kwa maana kwamba wajue fika huu mchezo hautakuwa na shabiki yoyote ambaye atakaye ruhusiwa kuingia katika mchezo huu wa robo finali, mkondo wa kwanza katika dimba ambalo tunaloenda kucheza. Mji wa Ismailia kwa upande wa Simba sio mji mgeni sana. Tumeshawahi kufika hapa na tumeshawahi kucheza kati ya moja timu bora, timu ya Ismailia kutoka katika mji huu wa Ismailia, na Simba kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo Simba katika ardhi ya Misri kwetu sisi sio geni, kwa sababu ni moja kati ya nchi ambayo tunaijua kiundani zaidi. Tumecheza na Al Ahly, bingwa mwenye historia barani Afrika, na ndiye giant nchini hapa Misri. Lakini hilo pia tumejipanga vizuri, na hakika tutaweza kupata matokeo vizuri katika ardhi hii ya Misri. Bwana, nikushukuru sana kwa ufafanuzi uliofafanua. Naamini kwamba Tanzania wamekusikia. Sawa, nashukuru sana huko Tanzania. Mashabiki wote kiu yao imekwenda kutoka kuhusiana na kile walichokuwa wakisikia kwamba huenda mashabiki wasihusike katika mchezo huo. Na huko kwingine kuna taarifa nyingine njema kwamba uwanja Benjamin Mkapa umeruhusiwa kuja kutumika katika mchezo wenu wa pili ambao mtakao kuja kucheza dhidi ya Al Masry.
Labda unazungumziaje tension ya kuja kutumia uwanja Benjamin Mkapa? Simba ni moja kati ya uwanja ambao wanautendea haki sana. Ni moja kati ya timu ambazo tunautendea haki uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na hii nichukue nafasi hii kuwaomba mashabiki wa Simba popote pale walipo nchini Tanzania, shabiki ambaye yuko Iringa, yuko Dodoma, yuko Mwanza, Arusha, Tanga, Morogoro, Mbeya, bila kusahau Tabora, kote huko wajiandae kuja katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwani taarifa za awali CAF waliweza kufungia uwanja Benjamin Mkapa, lakini kwa taarifa ambayo imetoka leo huko nchini Tanzania, uwanja wa Benjamin Mkapa umefunguliwa. Tafsiri yake ni kwamba mchezo tutakaoenda kupiga April 9 mwaka 2025 utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo tuadhihirishie CAF kwa maana kwamba sisi ndio Simba ambayo tuna uwezo wa kujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo tujai kwa wingi, tuendeni tukaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa, na ili twende kuiheshimisha klabu ya Simba kwenye hatua hii ya robo finali. Na kauli mbiu yetu tunasema kwamba hii tunavuka, na hakika kabisa kwa mapenzi ya Mungu kweli tunaweza kuvuka. Hakuna kipingamizi palipo ambapo Mungu akituweka salama kufikia siku hiyo, hakika kabisa tunaenda kufanya mazuri na tunafika hatua ya nusu finali katika mchezo wetu wa mwisho utakaopigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Bwana, nikushukuru sana kwa wakati wako, lakini pia tushukuru pia kwa kuweza